Habari, karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu. Leo tumekuletea historia ya Mwafrika, yaani mtu mweusi aliyewahi kuwa kiongozi wa moja ya dola kubwa duniani iliitwayo dola ya Roma, Roman Empire. Huyu si mwingine bali ni Septimius Severus. Ni mmoja wa watawala mashuhuri wa Roman Empire aliyekuwa na asili ya Afrika Kaskazini. Alitawala kuanzia mwaka 193 hadi 211 baada ya Kristo. Na historia inamkumbuka kama mfalme aliyerejesha nguvu ya dola ya Roma baada ya kipindi cha machafuko makubwa ya kisiasa. Ifuatayo ni makala ya kina kuhusu maisha yake, kuanzia kuzaliwa, kupanda kwake madarakani, utawala wake, changamoto alizokutana nazo na mwisho wa maisha yake. Je, Septimius Severus ni nani? Septimius Severus alizaliwa tarehe 11 Aprili mwaka 145 baada ya Kristo katika mji wa Leptis Magna ambao ni Libya ya sasa. Wakati huo ulikuwa mojawapo ya miji tajiri katika jimbo la Roma lililoitwa Africa Proconsularis. Familia yake ilikuwa ya tabaka la juu la wenyeji wa Afrika waliokuwa wamejiunga na utawala wa Roma. Baba yake aliitwa Publius Septimius Geta. Familia yake ilikuwa na asili ya Kifoenikia, athari za Waroma na utamaduni wa Waafrika wa eneo hilo. Hivyo, Severus alikulia katika mazingira ya utamaduni mchanganyiko wa Afrika na Roma. Akiwa kijana, Severus alipata elimu nzuri sana katika falsafa, siasa, sheria, lugha ya Kilatini na Kigiriki. Baada ya kukua, alihamia katika mji mkuu wa Roma, Rome. Huko alijiunga na mfumo wa kisiasa wa Roma unaoitwa Seneti. Hatua kwa hatua alipanda vyeo mbalimbali katika majimbo tofauti ya Roma, ikiwa ni pamoja na Hispania, Siria na Galia. Baadaye aliteuliwa kuwa kamanda wa jeshi katika jimbo la Pannonia, eneo ambalo leo ni sehemu ya Ulaya ya Kati. Jeshi hili lilikuwa muhimu sana katika hatima yake ya kisiasa. Mwaka 193 baada ya Kristo ulikuwa mwaka wa machafuko makubwa katika dola la Roma. Baada ya kifo cha Kaisari Pertinath, utawala ulianza kugombaniwa na watu mbalimbali. Historia ya Roma inauita mwaka huu kama mwaka wa watawala watano. Wagombea wakuu walikuwa Didius Julianus, Pescennius Niger, Claudius Albinus na Septimius Severus. Wanajeshi wa Severus walimtangaza kuwa Kaisari, kisha akaanza kuandamana kuelekea Roma na jeshi lake. Seneti ya Roma ilipoona nguvu yake, ilimwondoa Didius Julianus, ikamtangaza Septimius Severus kuwa Kaisari halali wa Roma. Hivyo ndivyo Mwafrika huyu alivyokuwa mtawala wa dola kubwa zaidi duniani wakati huo. Vita vya kudhibiti dola. Baada ya kuwa Kaisari, Severus bado alilazimika kupigana vita dhidi ya wapinzani wake, vita dhidi ya Pescennius Niger. Pescennius Niger alikuwa akitawala sehemu ya mashariki ya dola. Severus alimshinda katika vita kadhaa mwaka 194 na kuchukua udhibiti wa maeneo ya mashariki, vita dhidi ya Claudius Albinus. Baadaye aligeuka kupigana na Claudius Albinus aliyekuwa akitawala Britania. Vita kubwa ilitokea mwaka 197 katika mji wa Lugdunum. Severus alishinda vita hiyo na kuwa mtawala pekee wa Roma. Uongozi wake ulivyokuwa, utawala wa Severus ulijulikana kwa mambo kadhaa makubwa. Moja, kuimarisha jeshi. Aliongeza mishahara ya wanajeshi, haki zao na nguvu ya jeshi katika siasa. Jeshi likawa nguzo kuu ya utawala wake. Mbili, kupanua mipaka ya Roma. Aliendesha vita dhidi ya Parthian Empire na aliteka mji mkubwa wa Ctesiphon. Tatu, kuendeleza miji ya Afrika. Alisaidia sana mji wake wa kuzaliwa Leptis Magna. Aliujenga upya kwa majengo makubwa, barabara, soko, majumba. Mji huo ukawa mojawapo ya miji mizuri zaidi katika Afrika ya Roma. Sita, mikasa na changamoto alizokutana nazo. Utawala wake haukukosa matatizo. Baadhi ya changamoto zilikuwa migogoro ya kisiasa. Watu wengi katika Seneti hawakupenda mtawala aliyepata nguvu kupitia jeshi. Vita vya mara kwa mara. Alilazimika kupigana vita. Katika miaka ya mwisho ya maisha yake, Severus alikwenda kuongoza vita katika eneo la Britania. Makao yake makuu yalikuwa katika mji wa Eboracum, leo New York nchini Uingereza. Huko ndipo alipougua na kufariki mwaka 211 baada ya Kristo. Kabla ya kufa aliwahusia wanawe kwa maneno maarufu: isheni kwa umoja, wape askari mali na msiwajali wengine.
Baada ya kifo chake, Caracalla na Geta walirithi utawala, lakini muda mfupi baadaye, Caracalla alimuua ndugu yake Geta ili awe mtawala pekee. Urithi wake katika historia, Septimius Severus anakumbukwa kama Mwafrika aliyefikia cheo cha juu kabisa katika dola la Roma, mfalme aliyerejesha utulivu wa kisiasa baada ya machafuko, mwanzilishi wa nasaba ya Severan. Pia anaacha urithi muhimu katika historia ya Afrika, historia ya Roma na historia ya ulimwengu. Kwa kifupi, Mwafrika kutoka Leptis Magna, Libya ya leo, aliweza kupanda hadi kuwa kaisari wa Roma, kuongoza mojawapo ya dola kubwa zaidi katika historia na kuacha alama kubwa katika siasa, jeshi na maendeleo ya miji. Na aliongoza kama kiongozi shupavu na mwenye uwezo mkubwa wa uongozi, na huyu ndio Mwafrika aliyewahi kuiongoza Roma. Asante na karibu kwenye video ijayo.